Salama. Uko sawa sawa? Namshukuru Mungu. Hongera kwa mchezo mzuri. Tuambie namna ambavyo alifanya maandalizi, lakini kile ambacho umekuja kukutana nacho kwa dakika 90. Ulikuwa ni mchezo wa aina gani? Kwa upande wetu mchezo ulikuwa sio rahisi kama watu wanavyofikiria, ni kwamba walitegemea sisi tutapokuja hapa tutakula chuma nyingi 7 8. Wala tunapotokea huko kempu kwetu huko tulishapewa onyo, ni kwamba mnapoenda kucheza na Yanga tulitajua baadhi ya timu za kijeshi ambazo zimekutana na Yanga walikutana baadhi ya nafasi ya magoli mengi. Kwa hiyo sisi tumekuja kucheza kwa nafasi yetu kama timu yetu. Mlishapewa onyo isitokee mkafungwa magoli mengi. Yaani sio onyo labda ugomvi, tulikuwa tutahadhari yani. Zaidi ya mangapi ambayo mliambiwa msiweze kuruhusu hayo? Tuliambiwa tusiruhusu kwa zaidi ya goli 3. Ilikuwaje kwenye mchezo mpaka kufikia dakika ya 70? Ulifanya save za kutosha? Ulijiandaa kwa kiasi gani kuhakikisha kwamba unaendelea kuwazuia licha ya kwamba ulikuja kuruhusu bao moja dakika za jioni kwa dakika 70? Hiyo sio kwa upande wangu, hiyo ni timu, sababu nikicheza peke yangu nisingeweza kuruhusu, yani nisingeweza kufanya save zote zile. Maana timu imefanya mazoezi kwa pamoja, tunafahamiana kwa muda mrefu tokea msimu unaanza. Kwa hiyo pia imetupa nguvu ya kupambana na Yanga kuruhusu goli moja kwa kipindi cha pili kwa dakika 70. Mchezaji gani pengine ulikuwa unamhofia wakati unasema unajua kabisa mimi leo naenda kucheza nafasi ya kipa? Kuna wachezaji wazuri Yanga ambao pengine ulichukua tahadhari mbele yao? Hamna mchezaji nilomhofia kwa sababu mimi sio mara yangu hata kucheza na Yanga, isipokuwa tu sio kwenye mashindano kama makubwa. Tuchezaga tu mechi za kirafiki hapa nini hivyo. Lakini mimi nimeona tu kawaida kwa sababu sio mechi yangu ya kwanza kubwa kucheza. Natamani kujua pia nani ambaye alikupa shida kwa kiasi fulani kwa mashuti ambayo alikuwa akipiga, ama wakati kabla ya mechi ulisema huyu najiandaa naye kumkabili ipasavyo? Kwa upande wetu sisi tulikuwa tunamwangaza na Max, kwa sababu Max atuli sehemu moja. Ndio yule ambaye alikuja kufunga. Yeah. Ni kitu gani ambacho unamfuatilia kwenye ligi ya NBC hivi sasa? Unaona kabisa anafanya vizuri na unatamani kuwa kama yeye? Mimi tokea naanza kucheza mpira namfuatilia sana Manula. Mpaka kesho. Mpaka kesho. Una ujumbe wake labda kwake? Yeye ajue ziwe kioo kwa kwetu sisi ambao tunakuja. Ana deserve kwa kioo kwetu sisi. Unajua hili? Yeye anajua kwa sababu yuko atutangulia sisi na sisi tunakuja kupitia nyao zake yani. Hujawahi kukutana naye pengine? Kukutana naye hata kuongea naye sijawahi kukutana naye. Tamani. Natamani pia nataka nimwambie hii kauli. Na kwa kiwango ambacho unakionyesha unatamani kuitumikia timu gani kwenye ligi kuu? Ama unatamani kushiriki kwenye timu za ligi kuu? Timu yote itakuja mezani nafanya nao kazi. Siwezi kusema eti mimi napenda timu fulani wakati mimi ni mchezaji. Leo nipo TMA, kesho naanza nikaenda Mtibwa hivyo yani. Kwa hiyo timu yote itakuja mezani nitafanya nao kazi. Kiujumla sasa kwenye haya mashindano ya CRDB imeongeza kitu gani kwa upande wako kama mchezaji? Fursa kwa upande wetu sisi ambao tunatoka chini nenda juu. Kuna vitu kuna simu zimeita? Hiyo siri. Zipo. Siri. Siri unajivunjia sasa? Hamna, kama riziki yangu itakuwepo itapata tu wewe. Tayari. Mimi niko tayari. Mimi naamini mara nyingi kwenye mahojiano na wachezaji mbalimbali miongoni mwa timu zao za ndoto ambazo wanatamani kucheza na timu kubwa. Of course kila mtu anajua Simba, Yanga, Azam na nyingine hizo. Wewe kati ya hizi ipi ambao unaitamani direct kama mimi naitamani ile pale? Yaani short mchezaji yote ambaye anacheza ligi ya Bongo hapa. Hakuna asiyetamani kucheza timu hizi kubwa 3 hizi hapa. Hakuna asiyetamani kiukweli. Kwa hiyo tutazunguka lakini mwisho wa siku utafikia tu pale tutacheza tu. Ataficha wewe? Ataficha lakini mwisho wa siku akiitwa tu pale lazima mimi nataka kwenda pale. Asante sana. Shukrani sana. Saidi Kudo.